na mapungufu ya katiba ambayo tumekuwa tukiyaorodhesha. Na tunaweza kureconcile vipi hivi vitu viwili, kwamba tupiganie kwa ajili ya kupata pesa mifukoni na vipato na huduma nzuri, lakini wakati huo huo tunapigania mabadiliko ya katiba na kupata katiba mpya. Mimi nikilitizama kwanza kwa haraka, sehemu zote unazokuta vijana wakiharibu, wakipigana, wakileta ghasia kuresist, ni kwa sababu kuna mtu mzima mjinga hakutekeleza wajibu wake. Ni katiba, kadi inayotoa vigezo vya watu kuingia na kushiriki kwenye sherehe ni katiba. Katiba ndio inayosema nani mmiliki wa ardhi, ambayo kwetu Tanzania 80% ya watu ajira yao iko kwenye ardhi. Nani leo anamiliki ardhi? Ukienda Serengeti watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya asili. Ukienda Ngorongoro watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Tabora, Kigoma watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Katavi mpaka Tanganyika watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Dar es Salaam penyewe hapa Kisarawe hapa kushuka watu wanalalamika, wanaondolewa kwenye maeneo ya asili. Hilo ndio jambo la kwanza. Kama huwezi ukamiliki njia kuu ya uchumi ambayo ni ardhi, utakuwaje na uhakika wa ajira yako? Kwa hiyo katiba yetu haijazungumza kuhusu haki, kwa sababu mimi sikubaliani na kifungu kinachosema rais anamiliki ardhi yetu kwa niaba yetu kama mdhamini. Ardhi ya Mwabukusi iwe ya Mwabukusi. Ukigundua madini kwenye ardhi ya Mwabukusi, ni madini ya Mwabukusi, wewe chukua tozo na kodi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni mfumo wetu wa kiutawala, kwa sababu umetuuliza vijana wanashiriki vipi. Changamoto kubwa tulionayo, tuna mfumo mzuri wa chama kimoja unaolazimishwa kuendesha siasa za vyama vingi. Una injini ya gari, lakini huwezi kuchukua injini ya Bito ukafunge kwenye treni ya SGR, hapo haitawaka, itasambaratika tu. Kwa hiyo mfumo wetu wa katiba, hakuna mahali kwenye nchi yetu inatoa fursa na nafasi ya vijana kushiriki na kuinfluence maamuzi. Vijana ni appendix kwenye taifa. Tunaweza tukawaondoa au tukawahusisha pale tunapowahitaji. That is the second challenge. Wapi tunaiona? Ya tatu, wahanga wa mfumo ulioandaliwa na wazee wa kuwafanya wawe jinsi walivyo. Hilo ni jambo lingine. Labda nichomekee swali jingine hapo Mheshimiwa Wakili. Wewe unauona uhusiano wowote kati ya tatizo kubwa, kwa mfano linalotukabili sasa hivi kama nchi, la ukosefu wa ajira kwa vijana, na kutokuwepo kwa katiba ambayo pengine wewe ungependa iwepo? Yeah, kwa sababu katiba ndio ingeleta taasisi za uwajibikaji ambazo zingeilazimisha serikali kupanga mipango inayoakisi hitaji la jamii. Hakuna mtu aliyenyeshwa kikombe vile atiize. Uhai kwenye taifa lolote kubwa linalojitegemea na kujitambua, kitu cha kwanza kulinda ni uhai wa watu. Kwa hiyo tukiwa na katiba nzuri itatusaidia kuleta maendeleo ya watu. Kwa sasa kuna maendeleo ya vitu, barabara, ndege, treni, hivyo ni vitu na sio maendeleo. Zile ni njia za kuleta maendeleo. Maendeleo ya kweli ni yale yanayokwenda kutoa matokeo kwenye mifuko ya wananchi, kwa wafugaji, kwa wakulima, kwa wafanyakazi na kwa vijana, kuunda ajira ambao ndio jukumu la serikali. Lakini siku hizi kwa bahati mbaya
serikali inaenda kupokea gawio faida. Utapataje faida kwenye shirika? Kwa sababu kazi ya serikali sio kuzalisha faida, ni kuzalisha ajira. Kwa hiyo kwa gepu kuna uhusiano mkubwa sana kati ya katiba bora. Wengi mnasema katiba mpya. Katiba mpya haiwezi kukusaidia chochote. Katiba bora ndio inayoweza kukusaidia kututoa hapa tulipo kwenda kwenye hatua nyingine, kwa kuhakikisha inaweka kipaumbele katika usimamizi wa rasilimali za nchi, ardhi, madini, maliasili. Ukianza sasa hivi. Asante. Jambo la kwanza ambalo vijana wanatakiwa kuhakikisha linafanyika, kipaumbele cha kwanza, lazima wote tukubali kwamba tunahitaji kuzungumza. Lazima tukubali kwanza tunahitaji kuzungumza. Kwa hiyo tusipeleke mashinikizo magumu yanayowakatisha tamaa viongozi wetu au kuwapa nakisi ya juu sana inayowafanya kushindwa kuzungumza. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima tutengeneze utulivu katika taifa. Kabla ya kwenda kote huko, tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji, ili wakati tunaingia kuzungumza katiba tuwe na utulivu. Leo unazungumza katiba, kuna mtu ajui mume wake yuko wapi, mtoto wake yuko wapi. Mimi leo nimekaa hapa, Mdude angekuwa pale nje, sijui Mdude yuko wapi. Hii inatuondolea utulivu. Lakini what are the non-negotiable issues ambazo ziwepo? Jambo la kwanza mimi ambalo ningeshauri, kwanza ni uwepo wa serikali ya Tanganyika, kwa sababu tayari tuna serikali ya Zanzibar. Hilo ndio linalosababisha matatizo mengi kwenye bunge, kwenye usimamizi. Wewe kuwe na mambo ya muungano, kuwe na mambo ya Wazanzibari na kuwe na mambo ya Watanganyika. Watanganyika wasimamie mambo yao yasiyokuwa ya muungano na Wazanzibari miliki ardhi yake. Ukikuta bangi ni hoji, ukikuta madini subiri kodi yako. La tatu, jambo la tatu ambalo lazima msikubali kulichezea ni uhuru wa kufanya maamuzi. Yaani kama mtu anaweza akapigiwa kura aweze kugombea as an individual. Haki ya mgombea huru ni jambo ambalo tusilichezee. Lile ndio linaloleta uhuru wa kuwajibikaji, na ikiwezekana kuwe na crossing floor bungeni. Yaani wewe unaona chama chako kinakubana, akitaki kusimamia mambo kwa misingi ya taifa, hama na ubunge wako kwenda chama kingine. Ile itasaidia kuleta uwajibikaji na kuondoa mfumo wa sasa ambao vyama wabunge wanachaguliwa na wananchi. Wakishafika bungeni, vyama constructively vinawakamata. Unasikia inasema kuna party caucus. Kwa hiyo chama kinakwambia hata kama bangi haitakiwi. Mimi nikupe mfano. Mimi labda natoka eneo ambalo linalima bangi, na bangi siku hizi duniani imekuwa proved ni tiba. Mimi nakuja na hoja, chama changu kinakwambia hiyo hoja usisogee nayo hapa, tutakufukuza. Mbunge, chama ni mdhamini tu, mbunge ni wa wananchi, sio wa chama. Ndio maana tunataka tunapozungumza katiba hiyo iwe nani negotiable. La mwisho, samahani, nilikuwa naomba kwenu wananchi, tusikubali tena watu wote watakaohusika na michakato ya uandishi wa katiba mpaka kuipigia kura kuruhusiwa kugombea nafasi yoyote au kuteuliwa nafasi yoyote. Wakimaliza tuwastaafishe warudi kijijini, ili tusiwe na beneficiary kuhamisha kama ilivyotokea 2014. Asante sana. Hiyo ya kwako. Asante sana. Mnihurumie mapanelisti wangu, kwa sababu kwa ninyi ni watu na waheshimu, kwa naogopa kuwakatisha katisha. Lakini Mama Rosemary, kwako wewe, kama ambavyo ya hiyo katiba bora, kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni mambo gani matatu
vijana wanapaswa wayazingatie kama non-negotiable, kwamba hivi ni vitu muhimu sana kwetu sisi, inabidi vizingatiwe kwa mtazamo wako? Asante, sitaki kuwasifia sana ili nisitoke kwenye vibe, lakini hongereni wale wa kanda yangu mubombile. Kiri cha kwanza naomba niombe baada ya kikao hichi, Chaso na Chadema viongozi wako hapa, muadopt vision ya katiba bora. Tuanze kuzungumza katiba bora, sio katiba mpya. Kwanza niwakumbushe, siasa ni sayansi, sio art. Kwa vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Kabla hata sijazungumza nyie msimamie nini, niwaambie kwa nini nafikiri mna relevance, mna sababu ya kusimamia. Yani mna locus stand. Kwa sababu taifa la Tanzania ni vijana. 42% yenu ni vijana. Wangapi hapa na miaka 15 mpaka 24? Naomba nione mikono yenu. 15 mpaka 24. Na 18% ya taifa hili ni nyie. Wangapi wana miaka 15 mpaka 30 mpaka 35? Kwa sababu nchi zinaendeshwa kisiasa. Kwa lazima tunawalaumugi, si nani hajapitishwa na nani na ile wini yanayofanana na Mama Sharifu ya upande ule. Mwisho wa siku ukija kukuta, ukiangalia majina vijana wameongea, majina yote ni yale yale ya watu waliokaa kwenye kikao cha maamuzi. Sawa mama. Kwa namna hiyo mtatoaje ukoo wangu mimi utaingia lini? Kwa hiyo vijana, hayo mambo matatu nimefikisha matatu bora au mawili? Matatu. Nimefikisha mangapi sasa? Matatu. Okay, sawa, asante. Vingine tutaendelea. Asante. Tutaendelea. Kaka Deus kwa kifupi. Samahani, naomba nataka sikumaliza. Ni lazima tunapoenda kwenye mjadala wa katiba kuwe na clarity ya bila kutiliwa shaka ya namna gani tunaenda tangu hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Mwanzo mpaka mwisho. Nje kuja na katiba pendekezo ya Warioba, tukaja na katiba pendekezo ya watu fulani yenye matobo 60. Okay. Thank you. Asante sana Mama Rosie. Fahamisha hivi sasa, katiba hii imepindua mamlaka yote ya utawala wa nchi yetu na maamuzi ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema mamlaka, wananchi ndio msingi, ndio kisima cha mamlaka yote. Lakini michakato inayotakiwa kufanya hiyo kazi ili wananchi muwe ndio kisima inachezewa. Kwa sababu hiyo basi, jambo moja la msingi sana, itabidi tutekeleze jambo linalomega mamlaka na kuyagawa kwenye centers mbalimbali. Kwa hivi sasa mamlaka mengi yamerundikwa sehemu moja, kiasi kwamba moderator ulikuwa unasema tutatokaje hapa tulipo. Swali hilo linatokana na kwamba mamlaka ya kufanya kila kitu yanakitegemea kituo kimoja kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri, hebu muoneeni huruma ofisi ya rais, tumege madaraka yake, tuyagawe kwenye vyombo, kwa sababu hivi sasa yanamshinda, yamemwelemea. Kuna watu wanachezea madaraka yake wakati mwingine bila yeye hata kujua. Kwa hivyo hili la madaraka nimeona nilieleza, kwa sababu watu wengi tukisema madaraka ya rais ni makubwa mno, huwa wanajiuliza mnataka sasa tumgawie nani?
mvuvi, madaraka ya rais tumpe mvuvi, ni kwamba rais madaraka alionayo kiitifaki ipo mara kibao, ofisi ya rais imekumbushwa kwamba una jukumu hili na ofisi yenyewe ilikuwa imesahau. Hilo la kwanza. La pili ni jambo ambalo tulishafanikiwa kwenye rasimu ya Warioba. Wananchi mulishamweleza mzee Warioba kwamba uchaguzi ni mchakato tu wa kupata viongozi. Baada ya uchaguzi, assuming uchaguzi umeenda vizuri, jambo moja linaloharibu maisha ni viongozi waliochaguliwa kuendelea kuwa kindaki wa rangi fulani. Kwa sababu hiyo, ibara ya 72 kwenye rasimu hii ya mzee Warioba imepiga marufuku viongozi waliochaguliwa kujinasibisha na vyama vya siasa. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba, kwa mfano, rais akishakuchaguliwa, ibara ya 72(4) ya rasimu hii ya Warioba inasema itakuwa ni marufuku kwa rais baada ya kuchaguliwa kujinasibisha na rangi ya chama chake. Je, rais akishachaguliwa ataendelea kuwa mwenyekiti wa chama chake? Atakuwa amevunja ibara hii. Je, rais akishachaguliwa atakuwa anavaa rangi ya shati la chama chake? Je, rais akishakuchaguliwa ataita kamati kuu ikutane Ikulu, kamati kuu ya chama chake? Hapo tutawafanya viongozi waliochaguliwa wajue wao ni viongozi wa Watanzania wote, sio viongozi wa kikundi kimoja kinachoitwa chama fulani. Nashukuru sana. Asante sana kaka Tobias. Kwa mtazamo wako wewe, kama ambavyo nimewauliza washiriki wetu wengine hapa, mambo gani matatu kwa mtazamo wako wewe vijana wayachukulie kama non-negotiable? Haya ni mambo muhimu sana yawepo kwenye hiyo katiba bora ambayo tunaitaka. Asante. Vijana. Okay, asante sana. Nadhani nimekuwa last born wa panel, kwa hiyo na anajivunia kuwa last born kwa sababu wapo magwiji hapa, kwa hiyo hakuna shida Mr. Khalifa. Sasa nakubaliana na swali lako, lakini kabla sija kujibu, ningependa niseme tu kwamba kwanza lazima tukubaliane, tuna blueprint nzuri sana ya maudhui tunahitaji kwenye katiba ambayo ni rasimu ya pili ya Jaji Warioba. Nadhani hakuna anayepinga hilo, si ndivyo jamani? Sasa nadhani mjadala wetu ungekuwa unajikita kwenye namna gani tunaenda kwenye huu mchakato, ni vitu gani, mikakati gani tuifanye, kwa sababu maudhui tayari tunayo kwenye makabati. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hupenda kurejea ibara ya 8 kwamba mamlaka yote yanatoka kwa nini? Kwa wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa nani? Kwa wananchi. Sasa ukiulizwa hata kwa katiba tulionayo au hatuna katiba, ni jambo gani moja ambalo unaweza kuhakikishia kwamba mwananchi haya ndiyo mamlaka yake? Mimi ukiniuliza nitakwambia ni uchaguzi huru na wa haki, kwa sababu bila uchaguzi mwananchi ni wapi anaweza kuexercise haki yake ya mamlaka kwenye nchi? Kwa sababu ili upate viongozi ni lazima ufanye uchaguzi, na mwananchi akiwa na uwezo wa kuwajibisha viongozi wake kupitia uchaguzi au kuchagua kiongozi anayemtaka, tayari ameweza kumaintain mamlaka yake. Kwa hiyo tunaposema ile ibara ya 8, jambo moja kubwa ambalo naweza kuhakikishia hiyo ibara ya 8, it only takes a few minutes to register one with over 500 extensions to choose from. Take your idea online today. Kupitia kumbukumbu za ripoti ya tume ya Jaji Warioba, katika maoni milioni 1.4 yaliyokusanywa Tanzania nzima katika mikutano 1773, maoni yaliyoongoza ni maoni kuhusu tume huru ya uchaguzi, kwamba tunahitaji tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo akikwambia mtu kwamba
Wanaosema Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni wanasiasa, mkatalie. Wanaosema tunahitaji Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni wananchi, kwa sababu ndio chombo kinaweza kuhakikishia mamlaka kwenye nchi yao. Jambo la pili, nimalizie, ni swala la maadili. Jambo kubwa ambalo sasa hivi tunagombana nao pia, ambalo tunahitaji kwa mabadiliko ya katiba, ni maadili. Kuna anguko kubwa sana la maadili, na ndio maana sasa kuna udhibiti mkubwa sana, yaani matumizi mabaya sana ya madaraka ambayo yamechochea rushwa, ubadhirifu, wizi wa mali za umma, ambao huo ndio unasababisha kurudisha maendeleo nyuma, kwa sababu fedha ambazo zingerudi kwa wananchi zikafanya maendeleo zinatumiwa na watu wachache kwa manufaa yao. Hata hivi karibuni msikia Profesa Asadi akisema anashangaa sana. Juzi kuna kijana mmoja, ni waziri, anasema hamtaji jina, ameingia madarakani hivi karibuni, lakini ana magari ya 300 matatu. Anashangaa inawezekanaje? Itaweka mlo mezani. Lakini kuna maoni mengine wanasema kwamba watu wanataka katiba mpya, lakini hata hiyo iliyopo hawaijui, hawaifahamu. Kwa mtazamo wako wewe, kama mtu ambaye unahusika na haya mambo, hizi kauli zina ukweli kiasi gani, na unaona uhusiano wowote kati ya rules ambazo zinawekwa na katiba na maisha ya watu ya kila siku, utu wao, vipato vyao, kazi zao, kwa mtazamo wako wewe? Asante, swali zuri sana. Kwanza hayo uliyosema ya hao ambao wanaweza kuyaita ni makundi ya kisiasa ambayo hayataki mabadiliko ya katiba, moja mbili wanayoitumia ni kitu tunaita propaganda za katiba. Propaganda za katiba maana yake nini? Propaganda za katiba maana yake ni mbinu au taarifa inayolenga kupotosha umma, ambayo inatumiwa na makundi ya watu ambayo yanapinga katiba ili kuwashawishi wananchi waamini hakuna umuhimu wa mabadiliko ya katiba. Na lengo lao namba moja ni kupotosha umma. Lengo lao namba mbili ni kubadili fikra na mitazamo ya wananchi juu ya katiba. Na lengo lao namba tatu ni kubadili mjadala, tutoke kwenye mjadala wa kujadili umuhimu wa katiba, tuingie kwenye mjadala wa kusema wananchi wanataka katiba, hawajui vifungu. Nadhani nimeshasikia hiyo. Mpaka wakati fulani tumewahi kuambiwa 2023 na aliyekuwa waziri wa katiba na sheria Damas Ndumbaro kwamba twende kwenye miaka mitatu wananchi wajifunze katiba, halafu ndio tuende kwenye mchakato wa katiba. Zote hizo ni mbinu, ni propaganda za katiba kukwepa kuingia kwenye mchakato wa katiba. Sasa mfano, na hii niseme, namna ya kukabiliana na propaganda za katiba ni kusema ukweli. Nimempenda sana kuzungumza leo namna ya kukabiliana na watu ambao ni njema. Namna ya kukabiliana na propaganda ni kusema ukweli jinsi ulivyo. Na wewe ukisema propaganda unakuwa hauna tofauti na wao. Sasa mfano, mtu anakuambia katiba haileti chakula. Ukiwa umesinzia akili huichakati vizuri unaweza ukaamini hivyo. Lakini ukifikiria kwa mshahara watapata pesa, wakipata pesa hawajapata ugali jamani. Ukipata pesa utanunua chakula. Kwa hiyo anayekuambia kwamba haiwezekani. Wananchi wanazungumza katiba kupitia maisha yao ya kila siku. Mfano, mwananchi analalamika amemchagua mbunge na ana miaka 2-3 hajarudi bungeni, hajarudi kwa wananchi. Wataalamu wanajua kabisa kwamba hiyo ni right of recall, kwamba kwa sababu wananchi wanalalamika, mnamchagua mbunge au diwani anaenda moja kwa moja harudi, maana yake wananchi wanataka uwajibikaji, namna gani ya kumwajibisha mbunge wa namna hii. Kwa hiyo tayari wataalamu wanajua ni nini wakifanya kwenye katiba. Hatutegemei huyo mwananchi atuambie tena ni kifungu gani kinazungumza hilo jambo. Asante sana. Asante sana. Mama Rosemary, nakuja kwako. Pale mwanzo uligusia suala la ushiriki wa wanawake, na ushiriki haswa unapaswa uonekane vipi badala ya inavyoonekana sasa hivi kupitia viti maalumu na vitu kama hivyo. Lakini nilikuwa nataka nikuulize, unadhani kama hii constitutional order
iliyopo sasa hivi itaendelea kuwepo. Wanawake wanaweza kuathirika vipi kwa namna ya kipekee? Yaani kwa mfano kama tusipopata katiba bora, kundi la wanawake ambalo ni kundi kubwa kwenye nchi yetu, kiacha wanawake girls, na litapoteza nini? Na unadhani role ya kundi hili kubwa la wanawake na wadada? Sensa yetu ya mwaka 2022, idadi ya wanawake Tanzania ilikuwa ni zaidi ya milioni 31, ambao ni sawasawa na 51.3%. Kwa hiyo sisi ni jeshi kubwa, ni wengi kuliko wanaume. Lakini mbaya zaidi ni kwamba katika mchakato wowote wa matumizi ya nafasi zile na wanaume kwa malengo makuu ya kuaddress na kutimiza matakwa ya wale ambao wamekaa, ninazungumzia supremacy of the party. Kumbuka, tunapozungumzia grassroots tunazungumzia makazi ya sio tu wanawake, lakini jamii ya 90%. Tunaoyaona huko yenye magari na matrekta, hapana, ni yule mwenye kutumia jembe la mkono aliyoko huko ndani, ambaye yeye ndio hoja zake kama hazitatumika kutengeneza katiba, basi hakutakuwa na katiba bora inayoaddress matatizo, kwa sababu katiba si karatasi, ni makubaliano ya sisi tunaishije. Ndio maana nimefurahi sana Tobias alivyojibu kwamba kusema kwamba katiba si huijui, ili unatakiwa uijueje? The fact kwamba tunasema hatuna maji, tunaijua katiba. The fact kwamba tunasema bei hizi si sawa, ndio currency pekee itakayokutupa nafasi ya kuamua maisha yetu. Na maisha yetu si maisha ya jumla watu milioni, ni maisha yale ya familia. Tunapokaa majumbani kwetu na watoto wetu, ndio maisha yetu. Kwa hiyo ninapozungumzia kwa kukosekana hilo, kukosa kuwa na wawakilishi katika hali hii ya katiba hii, ambayo swala la security, yani haiwezekani mwanamke ukitaka kuwa na political leadership uwe na wasiwasi kwamba ni trade, aidha niende kwenye uongozi wa siasa ama nife. Ndio katiba tulionayo hii, ina trade off kati ya political leadership na security ya person yule anaingia kwenye uchaguzi. Lakini mwisho wa siku tunachozungumzia ni kwamba tunapoongelea structures na hizi processes, tunaongelea hali ya kufanya maamuzi ya jinsi gani resources za nchi hii zitatumika. Lakini zaidi tukumbuke, huyu mwanamke tunayemleta hapa katika maamuzi, tunamleta akiwa maskini economically, kwa sababu tukiangalia katika tukiangalia katika income tunasema ni uwezo wa wanawake ni mdogo zaidi ukilinganisha kwa jinsia kuliko wanaume. Lakini hata tukiangalia katika elimu, tunamwanga kwa wengi tunaandikishwa sana mapema ili tusipate mimba, tunapewa shule. Lakini tunapanda tukifika sekondari, tukifika vyuo vikuu, ni wanawake wangapi wanaoendelea? Kwa hata ukituambia kuhusu elimu, hatuwezi fairly, na ndio maana tunasema tunataka katiba ambayo itatupa nafasi katika hali zetu zile zile, tuweze kupata uwakilishi, kwa sababu mambo yetu si lazima yatiwe tiki katika national level. Kwa hiyo kuna kila sababu ya mwanamke
kuwa tayari kuimarika katika kuingia kwenye siasa. Lakini nimalizie tena, tukiangalia hata maisha ya kawaida na ripoti, wanawake kwenye siasa wanatumikaje? Wanatumika kupitisha mambo yasiyowahusu. Kwa hiyo pia, ili kupunguza fujo, tuwasaidie wawe katika level ya kuweza kufanya mambo yao. Hatutaki kuendelea wanawake, ulikuwa na mshahara mmoja, sasa ukienda kwenye retirement ndio na mke wako analipwa 80%. Tungekuwa na wanawake wanaojitambua kwenye bunge, miswada ya namna hii ya hovyo, isiyofaa, isiyotakiwa isingekuwa inapita popote. Ndio maana tunataka wanawake watakaowakilisha mahitaji, mawazo yetu kwa ajili, kama tulivyosema, ya kizazi kinachofuata, kwa sababu sasa hivi hatupangi kwa ajili ya sisi, tunapanga kwa ajili ya generation inayokuja. Shukrani sana President. So asante sana jamaa, tunakimbizana na muda, kwa hiyo naomba tu mniwie radhi nikiwa kwa vile tumesikia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akija hadharani akiwasihi wa Tanzania, kuwataka wa Tanzania wapiganie mpya, na of course hiyo kila mtu ameipokea kivyake. Wengine wanasema pengine anamaanisha kweli, pengine serikali ni kweli ina nia ya kuleta katiba mpya, au pengine wengine hawaamini. Lakini kwa mtazamo wako wewe, ili kwa mfano tuseme kwamba hii kitu ni serious, hiki kitu wanachosema serikali kwamba ni serious na kweli tunaenda kufufua huo mchakato wa katiba bora, ni hatua gani kwa mfano wewe ungependa kuziona? What 5 verifiable milestones ambazo ungependa kuziona ili uhitimishe kwamba hii kitu kweli ni serious na uwezekano wa kwenda kupata katiba bora upo karibu kuliko hizi mazungumzo za kila siku? Mimi ningeulizwa kwa haraka, ningesema kwanza, ni kwa sababu tu tunapenda kufurahishwa kwa vitu vidogo. Mimi sidhani kama ile kauli ya makamu wa rais ilitutendea haki wa Tanzania. Unapoambia vijana wapambane, naweza nikakuuliza, na hayo mapambano nani ayaongoze? Sisemi hivi kukataa lile, lakini ninachouliza, tusipende kuwalisha vijana upepo ambao kuna haja gani ya kuchemsha mawe kama chakula hakipo? Ni bora uambie watoto chakula hakipo. Huu ndio uhalisia. Mjanja, hebu kaangalie kwa jirani kule kunakofuka moshi. Kwa hiyo la kwanza ni hilo, lakini la pili ni kwamba tunapozungumza swala la katiba, nini kifanyike? Cha kwanza mimi ambacho nilichotarajia ni zile tunasema affirmative action, yaani sio hatua za kisheria, ni hatua za kiutu ambazo unaweza kiwa kuziongoza ni serikali, na anapoongoza sisi ndipo tunapoitikia. Staying on top of the core concepts of sustainable investing can add value to your clients, your team, and your organization. Confidently communicate with stakeholders. Build technical fluency in assessing climate-related risks and opportunities. Serikali iingilie mahakama. Mahakama haijamshtaki Tundu Lissu. Tundu Lissu ameshtakiwa na serikali na jamhuri. Kwa hiyo serikali ikiamua ile shauri liishe leo saa 7 litaisha, na hatusemi kwa sababu ile itaonyesha hali ya kuanza kuwajibika. Swala la pili, mamia ya vijana wote waliokamatwa na kufungwa au kutuhumiwa kwa makosa yanayoshabahiana na kisiasa, kwa makosa ya ugaidi, kwa makosa ya uhaini, waachiwe mara moja na kesi zifutwe. Hiyo itaonyesha affirmative action. Serikali
ione namna ya kukutana na Chadema, kwa sababu serikali iliikosea Chadema kuanzia ilipoanza kuiharasi. Na sisemi haya kwa sababu niko mbele yenu, ninasema haya kwa sababu nilishawaandikia na tulishakaa nao. Tuliwaambia wawasikilize Chadema, wana hoja na hoja hizi zinazungumzika, na mkikaa mezani hata kwenye baadhi ya kanuni mnaweza mkaziadjust, kwa sababu hoja ya Chadema ina mashiko, tuliandika. Kwa hiyo ndio maana siku moja kuna mtu alitoka akisema Chadema ni wajeuri, nilimkaripia. Sikubahatisha, mimi sio mwanachama wa Chadema, siruhusiwi kufanya siasa. Ukweli leo ni disclose, mimi ni mwanachama wa NCCR Mageuzi. Hata mwenyekiti wangu amenikimbia, yuko huku kwenu, hajatuaga. Lakini nachotaka tukuambia, kwa nini tunazungumza, taifa hili ni letu sote, penye ukweli tuzungumze. Shukrani. Alafu la mwisho sasa, ambalo nini kifanyike, na sisi wote tuwe tayari kuforgo ego bila kucompromise principle, lakini kukutana na kuzungumza, kwa sababu hatuwezi kuendelea kurushiana mawe tukiwa mbali. Siku moja nilisema, ukitaka tu muwe na Chadema tu, sisi NCCR tusiwepo, the only solution ni kutuua. Can you afford killing all? Namna pekee ni sisi kujifunza tuishi wote. Uelewe kwamba kama CCM anaweza akawa madarakani na yeye ariziki, anaweza akaongozwa na Chadema. Chadema akiwa madarakani arizike kwamba kesho na mimi nitashindwa. La mwisho ambalo lifanyike, kuwe na accountability kwa watu wote waliouawa, waliopotezwa, na fidia stahiki kwa wote waliopata maumivu, kama njia ya kulirejesha taifa pamoja. Asante sana. Asante. Swali langu la mwisho kabisa kwenu nyinyi, kwa ufupi tu, ili tuende kufungua mjadala kwa kutoka hapa. Deus na Tobias, vijana wafanye nini na wanasiasa waache kufanya nini? Kutoka hapa, vijana wafanye nini na wanasiasa waache kufanya nini? Asante. Nadhani wajibu namba moja wa vijana ni kuendelea kusema ukweli. Hiyo namba moja. Namba mbili ni kuhakikisha wakati wote wanaendelea kushirikiana kwa umoja na mshikamano kwenye mapambano hayo, kwa sababu bila umoja hakuna kinachoweza kutokea, kama ambavyo leo mmeshikamana hapa. Kuna kiongozi mmoja hapa alikuja akazungumza kwamba kuna watu wengi hawako hapa, wanapaswa kuwa hapa. Kwa tafsiri yake ni kwamba tunahitaji mshikamano thabiti kukabiliana na harakati za kupigania mabadiliko ya katiba. Tunaelewana eh? Hiyo namba mbili. Namba tatu ni kuhakikisha kwamba tuna wenzetu wanapopata matatizo, basi tushikamane kuhakikisha kwamba kwa michango kama ambavyo sasa hizi tunakuwa na tone tone, na ili kuhakikisha kwamba sababu mapambano haya hayawezi kwenda bila rasilimali. Kwa ni lazima vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa mstari wa mbele katika kuchangia pia rasilimali fedha ili kuongeza juhudi za mapambano haya. Hayo nadhani mambo matatu ambayo mimi nayaona ni ya muhimu sana. Mshikamano wa kuhakikisha kwamba tunapaza sauti kwa pamoja, mshikamano wa kuhakikisha kwamba kwenye mapambano hayo hatuache, lakini mshikamano mwingine ni kuhakikisha kwamba kwenye masuala ya kuchangia rasilimali fedha za kuwachangia wenzetu wanaokutana matatizo ya kufunguliwa kesi za ugaidi, kesi za uhaini na nyingine, basi tunatoa ushirikiano pia wa kifedha kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na msimamo mmoja, lakini pia na moyo uthabiti mmoja wa kusonga mbele. Asante.
Naam, labda mimi niseme mawili tu. Vijana tuendelee kujifunza. Yako mambo mazuri ambayo vijana wenzetu waliowahi kupata matatizo kama yetu au zaidi waliwahi kuyafanya kujinasua. Tuendelee kujifunza. Lakini nitaka niwageukie watawala. Watawala, hivi mnajua nani ambaye tumezungumza hapa uelewa kuhusu katiba? Mimi nimefanya utafiti kidogo tu. Katika jamii yetu watawala ndio wanaongoza kwa kutoijua katiba. Na tungekuwa na muda ningewaonyesha mfano. Kwa mfano, yuko mtu alitakiwa kujiuzuru siku moja. Ukimuona pale mezani kwake ni mtu kiongozi mzito, katiba imejipanga pale. Alipotakiwa kujiuzuru, alijiuzuru, alipeleka barua kwa chombo ambacho sicho. Yaani unatakiwa upeleke barua kwa fulani, wewe umepeleka kwa mamlaka tofauti. Hii inakuonyesha kwamba wanaongoza kwa kutoijua katiba. Kwa hivyo suala la kujifunza si suala la vijana peke yao. Tulioko kwenye mamlaka tuhakikishe pia tunajifunza. Mwisho kabisa, ningependa nitoe wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nafikiri wakati huu ambapo viongozi wakuu wa kitaifa, wakiwemo viongozi wa vyama vyetu vya siasa ikiwemo Chadema, wanatafakari juu ya namna bora ya kurejea kwenye mchakato wa katiba mpya na bora, maana lazima iwe mpya halafu ndio bora. Wakati huu napenda kukemea pepo la kutekwa na kupotezwa mtu yoyote tena. Na ndugu zangu, sichekeshi, sifurahishi dunia. Ukiwa mnataka kwa sababu kwanza nimesikia watu wanasema njoni turidhiane. Hakuna kitu njoni turidhiane. Maridhiano huwa ni maridhiano, sio mchakato. Maridhiano ni end result. Maridhiano ni kama unasaga mahindi, maridhiano ni unga. Lakini mchakato wa usagaji, ule usagaji wa mahindi, yanaitwa mazungumzo. Sawa sawa. Na mtazungumza vipi? Hivi vijana mngeitwa mkazungumze sasa hivi, utazungumza kweli? Na huna uhakika kama ukitoka hapo utakuwa uko hai. Kwa hivyo kwa sasa hivi natoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Sijasema vyenyewe tu ndio vinapoteza, hata vizuie mfanyabiashara kumpoteza mfanyabiashara mwenzake, vizuie mwanandoa kumpoteza mwanandoa mwenzake, na muhimu zaidi, vijizuie vyenyewe kupoteza watu. Asante sana. Asanteni sana jamani, naomba tuwapigie makofi panelisti wetu. Nawashukuru sana waungwana kwa maoni na uchambuzi wenu. Nataka tu kusema kwamba lengo la ambacho tulikuwa tunakifanya hapa ni kuchokoza mjadala, si kuhutubia, si kutoa majibu ya maswali ambayo pengine mnayo au yapo huko nje. Sisi tulikuwa tunajaribu, na ni matumaini yangu kwamba tumefanikiwa kwa kiwango fulani kuset the stage kwa ajili ya mjadala, kwa ajili ya uchakanuzi zaidi wa hivi vitu. So sasa tunakuja kwenu nyinyi ambao mmetusikiliza kwa umakini hapa. Lengo si kurudia ambacho kimezungumzwa hapa. Lengo inaweza kawa ni kukitest pia, kukichallenge, kutikisha kidogo, kuibua shauku zaidi ya kile ambacho kimejadiliwa. Kwa hiyo unaweza ukauliza swali, unaweza ukatoa maoni au ushauri na vitu kama hivyo. Na kwa sababu tupo wengi na kwa sababu tunataka hiki kitu kiwe na manufaa zaidi, kiende vizuri,
ukipata maiki kwanza jua kwamba huo ni upendeleo mkubwa sana. Kwa hiyo zungumza as precisely as possible. Kama inawezekana kuweka kila kitu kwenye dakika moja na nusu, tutashukuru sana. Na kwa ajili hiyo hiyo ya kuhakikisha kwamba hili zoezi linakuwa productive, linakuwa na manufaa, tutagawa makundi matatu kwenye namna ambavyo tutachangia. So kwa mfano, kundi la kwanza tutaenda kuangalia priorities, yani kwa mfano vipaumbele kama ambavyo nimejaribu kuzungumza hapa. Kwa hiyo haki gani kwa mfano ya kikatiba tunapaswa kuipigia mstari sana? Kitu gani tunapaswa kukiona kwenye hiyo katiba bora, au mageuzi gani ya kitaasisi tunapaswa kuyaona? Sawa, kwa tutachukua mikono kwa ajili ya hilo. And then tutakuja kuangalia wasiwasi. Pengine tuna wasiwasi unatusumbua, kwa je, tutapata kweli katiba bora, hatutapata katiba bora? Nini kinakupa wasiwasi? What gives you some doubts or uncertainty kuhusiana na hivi vitu? Na cha tatu au cha mwisho tutaangalia hatua sasa. Tunafanya nini kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakijadili hapa tunaenda kule nje kwa ajili ya kukifanyia kazi na kukipata. So tunaenda kwanza kwenye issue ya priority, na mtanivumilia kwa sababu nadhani ni muhimu kwa hivi, vinginevyo mjadala unaweza kaenda huku au huku. Kwenye issue ya priorities, na pengine kama wewe maoni yako hayapo kwenye priority, labda yapo kwenye action, maana yake ni kwamba unaweza ukatulia ukasubiri tukifika kule. Lakini kwenye priorities kwa sasa, kwa mtazamo wenu nyinyi kama vijana wa Baraza la Vijana la Chadema, ni uhuru gani au haki gani ya kikatiba au mageuzi gani ya kitaasisi mnadhani tunayahitaji kama nchi ili nchi yetu iweze kukaa kwenye sehemu sahihi? Nani yuko tayari kuchangia? Sawa. So labda pengine kwa upendeleo aliyepo karibu, na vile vile nataka kama kuna vijana, kama kuna watu wenye ulemavu, kama kuna wakulima, wazalishaji wadogo, kama kuna watu kutoka Zanzibar, kama kuna watu kutoka kusini huko, naomba pia mnyoshe mikono ili tuweze kupata michango yenu na nyinyi kadiri inavyowezekana. So tutaanza na hapa. Asante. Kwenye mjadala wa katiba mpya na ambayo ni practical, tumeona kwamba katika katiba ambayo pengine ipo ya mwaka 1977 kuna baadhi ya mambo ambayo pia ni mazuri hayatekelezwi na watu ambao hakuna limits za kuweza kuwawajibisha pale ambapo hawawezi kutekeleza. Na tunapendekeza kwamba kwenye hiyo katiba mpya ambayo pia ni practical, tuweke msingi kwamba iwapo mtu ataviolate ile misingi ambayo imewekwa, awekewe vipengele vya kuwajibika. Vipi kama tutaweka hivi vipengele vya kuwawajibisha wale ambao hawataweza kuwa practical kwenye vipengele ambavyo tunataka wavifuate, hawatavifuata kama ulivyo utaratibu? Tuweke mfumo gani mwingine ili hata tukiweka vipengele vya kuwajibika pale ambapo hawatawajibika wakiviolate tena? Asante sana. Naitwa Wena Ilomo, natokea Makete, Njombe, kanda ya Nyasa. Asante sana. Nilikuwa naomba watu wenye maiki mwe wawili, kuna maiki nyingine hapa, mtu anaweza akawa kule, alafu sawa. Na nyingine hiyo hapo. So tunaweza tukawa kama na dakika 10, dakika 15 chap tumalize ile zoezi. Kwa majina naitwa Mwita Magori kutoka wilaya ya Butiama. Wasiwasi wangu, cha kwanza, sioni kama serikali ina nia njema kwa maana ya kuleta haya wanayoita maridhiano, kwa sababu maridhiano lazima uwe na sababu. Sasa wao hawajataja sababu rasmi za kuingia kwenye haya maridhiano. Lakini wasiwasi wangu mwingine ambao ninao kwenye hili ni kwamba, lakini mimi ni jamii ya Wakurya. Sasa Wakurya sisi wote tukipigana
huwa tunaita wazee ili watushauri, wana katikati ili waweze kutushauri, kwa sababu tukikaa sisi wenyewe wawili ambao tumekwisha pigana watu bado humo ndani tutauana. Sasa kwenye haya maridhiano sijaona mtu ambaye wamemtengeneza kuwa katikati ya haya mazungumzo tunayoenda kuyazungumza. Asante. Asante. Mtu mwenye maiki naomba mpe tu aliye karibu yako, kwa sababu na shida ya macho, kwa hiyo sioni hata watu vizuri. Unaweza kunisaidia? Nisaidie basi. Pale kuna mdada pale. Mpe dada basi pale. Hata macho. Utanisaidia. Au kenyosha mic tuone ziko wapi. Ukiwa na mic, grab the mic. Yeah, nayo. The best way, kamata microphone. Hapa nayo. Halo? Sawa. Basi zungumza. Peoples. Chadema. Asante. Asante ndugu mwongozaji wa mjadala huu. Kwa jina naitwa Nuru Lutembeja Lugwakala, katibu wa baraza la vijana jimbo la Sengerema. Samani, naomba nijielekeze kwenye mada husika. Mimi naomba nitoe vipaumbele. Shida kubwa ambayo mimi ninayoiona, cha kwanza ni kutengeneza mindset kwa Watanzania. Tukadiri na akili za Watanzania, tukawaeleze kuhusiana na umuhimu hii juu ya kupata katiba mpya ambayo ni bora. Na kingine hasa sisi vijana, kitu kikubwa ambacho mimi ninaona serikali iangalie sana na ndio itatusaidia. Cha kwanza kwenye habari ya ajira, namna ya kuendesha maisha. Mfano kwenye swala la ajira, mimi ninaomba kwenye katiba hii upande wa ajira serikalini ziwe za muda mfupi, sio mtu akae mpaka miaka 60. Tutumikie, kila mtu aitumikie ili taifa kwa wakati wake. Kwa hali hiyo sasa, jambo jingine. Kwa ufupi jamani. Asante, naomba kusubmiti. Halafu labda pengine kitu kingine. Asante. So samani. Kwa sababu unajua hii ni shughuli yetu. Unajua hapa sisi tupo kama Chadema. Tusungumze sisi tutafanya nini. Tushajua serikali haifanyi, serikali na nini. Serikali tuachie wao serikali. Sisi kwa hiyo kwa mfano nimesema kwamba kipaumbele tunataka nini? Wasiwasi na hatua. Kwa hiyo unaweza kujielekeza kwenye kote kwa sababu unajua wasiwasi wangu ni kwamba tukiendelea kulaumu unaweza kuja kukuta pengine hii convening hatuitumii vizuri. Sawa? Kwa sisi kama chama yani tutafanya nini au tunapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba tumezungumza mambo ya katiba bora. Katiba hapa kaka Deus amesema kwamba ili iwe bora lazima iwe mpya. Au sio bwana? Kwa hiyo katiba mpya ambayo ni katiba bora pia tunaipata. Sisi tunafanya nini? Priority ya haki ambayo iwepo kwenye hiyo katiba au mageuzi ya kitaasisi ambayo tunataka kuyaona. Lakini kama nilivyozungumza, pengine una wasiwasi, nini kinakupa mashaka, lakini pia nini tufanye. Kwa hiyo si lazima uwe na maoni kwenye sehemu zote tatu. Unaweza kuwa na maoni kwenye action, unaweza kuwa na maoni kwenye doubts, unaweza kuwa na maoni kwenye priorities. Tukijielekeza huko, huu mkutano wetu tutautumia vizuri zaidi kupata mawazo ya kwenda kuyafanyia kazi tukirudi kule kwa wananchi. Let's go to work. Asante. Mimi kwenye upande wangu nitajielekeza kwenye wasiwasi. Wasiwasi wangu ni kwamba vijana huwa tuzungumzi, tunakutana kwenye haya makongamano. Kauli mbiu ya kwamba kijana na katiba. Na mimi tukitoka hapa hii kauli mbiu tunaiacha hapa, ndio wasiwasi wangu. Kwamba tunapaswa tuendelee kuizungumza na tusipochukua hatua ya kuizungumza, kwa sababu kwa teknolojia ilipofika hauhitaji kufanya press, unahitaji kuweka simu yako mezani na kuzungumza kuhusu masuala ya katiba. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba kama baraza tunakutana kwenye hizi siku moja, tunachukua ajenda tunaiacha hapa Dodoma, tumeiacha, lakini hatusioni hatua nyingine. Kama vijana tunapaswa tuungane, tuendelee kuizungumza ili kuipushi, kuitengenezea demand serikali ili iweze kuchukua hatua. Sawa, tunashukuru. Tuhamie mwenye microphone, msisimame nazo, give them away wakati watu wanaongea. Twende huku tupokezane awamu kwa awamu. Alafu move the microphones yourselves. Asante.
Jina langu ni Benjamin Mizengo, mwenyekiti BAVICHA mkoa wa Rukwa. Wasiwasi wangu kuelekea mchakato wa katiba. Aliyewasilisha mzee wangu Deus alisema kwamba tunatakiwa tujitahidi kuwa na utulivu ili sasa tuweze kuelekea mchakato wa katiba. Sasa tayari CCM wameshazoea hizi kelele. Yaani hizi kelele tumezipiga sana, tunaendelea kuzipiga na wameshazizoea. Kwetu kule Wafipa wanasema tuvuoka. Yaani tunasikia vinatokea huku. Sasa kama hawatusikilizi tufanye nini? Kwa sababu tunahitaji kupata katiba kwa nguvu zote kabisa. Tufanye tupeleke. Imeisha hiyo. Tufanye nini? Hilo ndio tunakuuliza wewe swali. Twende kule, twende kwa move. Mzee Deus atatusaidia hapo. Sisi tunawazaga maandamano. Jamani, nyie vijana tunasema tunataka kuwakabidhi nguvu. If you are sending it back to us, tutachukua. Mtakuwa na wale wenye nafasi kama ya mzee Heche. Harakisheni jamani, changamkeni. Asante. Mimi najikita moja kwa moja. Meza kuu, asante. Endelea, tunakusikia. Mimi nilikuwa mchango wangu moja kwa moja kwamba tunahitaji kama vijana tukipata katiba bora inahitaji moja kwa moja iende na utamaduni wa uwajibikaji. Yaani katiba bora pekee tusifanye kama tukiipata ndio itatatuia matatizo yetu. Sasa napaswa kuwauliza vijana wenzangu humu ndani, ni wangapi wanafuatilia sera au hata bajeti ya serikali hii haramu ambayo tuitambui? Kwa sababu gani? Tunapaswa kujenga utamaduni wa uwajibikaji miongoni mwetu. Swali langu la pili, nena moja kwa moja kwa mtoa mada anaitwa Tobias Mesanga. Taking the fact kwamba ameshaongea makamu wa rais kwamba tupambanie katiba mpya. Hebu tuambie vijana, what is most likely scenario mpaka hapa tulipo kwenye katiba mpya, na what is less likely scenario kwenye katiba mpya hapa tulipo? So mchango wangu wa mwisho kabisa ni kwamba kwenye katiba mpya tunayoitaka, katiba bora sio ile inayomnyima mamlaka makubwa rais, au katiba mbovu sio katiba ile inayompa mamlaka makubwa rais. Katiba nzuri ni katiba ile ambayo itampatia mamlaka rais, ila itamsaidia mipaka. Kama bosi, wewe ni bosi wetu, lakini mipaka yako inaishia hapa. Asante. Asante. Kama kuna mdada ameshika maiki please. Ndio. Kama kuna mdada ameshika maiki ongea. Asante mwongozaji. Kwa majina yangu ni Emerisiana Mhagama. Kama ambavyo wazungumzaji wamezungumza kwamba idadi kubwa ambao tupo kwenye nchi yetu ni vijana kuanzia umri wa miaka 15 na kuendelea mpaka 35. Lakini ambao tupo hapa ndani yetu ambao tunajua fika tunahitaji katiba mpya na katiba bora, ukilinganisha na wingi wa vijana ambao wapo huko nje ambao huenda hawajui kwamba tunahitaji katiba bora, hawajui kwamba kuna umuhimu wa kuwa na katiba bora, ni wengi zaidi ambao tupo humu. Kwa hiyo nini tufanye kama vijana? Tunatakiwa tuwavute wale ambao ni wengi zaidi ya sisi ambao hawapo humu ndani kujua kwamba tunahitaji katiba bora na kwa nini tunahitaji hiyo katiba mpya iliyo bora. Kwa hiyo jukumu letu ni kwenda kuwavuta wote ambao hawaamini kwenye kuwepo kwa katiba bora, huenda kwa kujua au kutokujua au kuogopa, basi wataka kuidai katiba bora. Asante. 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 Kwa majina naitwa Sospita Chotola. Mimi nitajikita kwenye vipaumbele kwenye katiba bora mpya na bora tunayofikiri kuipata. Jambo la msingi kabisa ninaloshauri mimi ni kuondolewa kwenye nafasi hizi za uteuzi, kwa maana ya kuanzia wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, hawa makatibu tawala, kwa sababu
uwepo wa watu hao ndio unaopelekea matatizo makubwa sana ambayo leo tuko nayo. Yaani badala ya kutimiza majukumu yao yale ya kimsingi ambayo wamepewa, cha kwanza wanafanya kutimiza kwa kumfurahisha yule ambaye amewateua, hata kama jambo hilo haliwezi kufaa. Kwa hiyo tunazalisha mawakala wengi sana wa kumpamba kiongozi mkuu ambaye ni rais, badala ya kuzalisha watu ambao wanaweza kumsaidia rais kwenye kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo hizo nafasi kwanza ziondolewe kabisa. Kama zinakuwepo za nafasi hiyo, wawepo watu ambao wanachaguliwa na wawajibike moja kwa moja kwa wananchi. Asante. Ndio. Asante. Kwa jina naitwa Juma Paul, nimetokea Mwanza, ni katibu wa vijana tawi. Ninachotaka kusema kwamba cha kwanza, vijana, wasiwasi wangu na kuangalia kwa ukubwa, vijana wengi hatuna elimu ya kutosha. Kwa sababu gani nasema hivyo? Tunajikuta tunapoingia kwenye mchakato wa kudai haki yetu au katiba mpya, wengi ukimuuliza na kuuliza kwamba kwani nikipewa hiyo katiba mpya itanisaidia nini? Hicho ndio kinachotuumiza na kinatutesa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba basi tufanye nini? Tutoke nje, tuwafundishe sisi ambao tunakutana na hizi taarifa, tunakutana hivi, tunajifunza, tuwafundishe na wale wengine, tuwape vitu ambavyo vinaweza kuamsha katika ufahamu wao na akili zao, ili tuweze kupambania katiba yetu mpya. Lakini kingine, kwa viongozi waliopo madarakani, katiba tunayoitaka, tuitake katiba inayomlimiti kiongozi, awe na mipaka yake na wananchi wawe na mipaka yao. Akikosea atolewe au apelekwe jela na yeye, ili watu wapate faida kwa ajili ya wengine. Asante. Asanteni sana ndugu zangu, na asanteni sana na nawashukuru sana, lakini kwa bahati mbaya naambiwa muda umetuacha kabisa. Kwa hiyo inabidi tu nirudi. Nimeshasimama. Nimalizie. Nusu dakika. Sawa, asante. Mimi ambacho nilikuwa nataka kuongezea katika hii katiba mpya ambayo tunataka kwa maana ili iwe bora, jamani, kuwe kuna limitation ya ubini. Kwa mfano, leo tunaona toka tumepata uhuru hadi leo, Mwinyi upo, baba rais, mtoto rais, watoto wake wengine pia ni wabunge. Leo mama Samia rais, watoto mawaziri, mkaza mwanamke mtoto wake pia ni nani? Ni waziri. Sasa mimi ninachoongelea hapa, kuwe kuna limitation ya ubini. Hii tusipoilimiti hii, tutarudi kule kwenye nepotism, kwenye corruption. Inabidi tuweze kuilimiti hiki kitu. Cha mwisho, uwazi na uwajibikaji. Uwazi kivipi? Mishahara ya viongozi ijulikane ni shingapi, vile pia iwe ni ndogo, ili kusudi kwamba kusiwe kuna tamaa za madaraka na kung'ang'ania madaraka. Hicho ndo kitu cha msingi zaidi ambacho nilikuwa nakiona. Mwisho, nilikuwa naomba kwamba na watu ambao wenyewe wanasema kwamba katiba mpya na siasa wao sio vitu vyao. Jamani, siasa inaamua uzaliwe wapi, uishi wapi, uvae nini, ule nini, ule lini, usiwe wapi, lini uchimbwe mafuta, ukae wapi, asante nani, kwenye kila nani. Asante sana. Asanteni sana jamani, nawashukuru sana. Nikirudi kwenu hapa, nyinyi waheshimiwa, kwa neno moja au mawili, tunatokaje hapa kwenda mbele? Tunatokaje hapa kwenda mbele? Nani anataka kuanza? Tobias? Asante. Tunatokaje hapa? Mimi nitaenda moja kwa moja. Kuna mtu ameuliza swali na akanitarget. Akauliza kutokana na alichokizungumza makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, akasema what is the most likely scenario and what is the less likely scenario. Matokeo ya kile alichokizungumza, kwanza naomba tukiri kama wale ambao ni critical thinkers, hii katiba sasa imefika kiwango ambacho imetufanya wote ni mateka ndani ya nchi yetu wote. Yaani sasa hivi, mwanzo walikuwa naumia labda ni Chadema upinzani, sasa hivi maumivu ni kote. Kwa hiyo ndio maana mnaona sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais
anakuja kuambia Watanzania kwamba tupambane, inatushtua sana. Hasa tupambane wakati yeye ni msaidizi wa rais. Walete mezani mchakato wa katiba, tupate katiba, lakini anakuambia kwamba mpambane. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hii katiba sasa imetufanya mateka wote, wananchi, viongozi wa upinzani au wapinzani, chama kinachotawala na serikali, wanahaha kujinasua na madhara makubwa na maumivu waliosababishia wananchi. Kwa hiyo wote sasa ni mateka. Cha kuwasaidia ni kuhakikisha kwamba tunarudi kujenga umoja wa kitaifa kwa kuanzisha mchakato wa katiba wenye ukweli, haki na uwajibikaji. Nje ya hapo, maumivu ni makubwa, si tu kwa watu wenye maoni tofauti kama upinzani, hata ndani ya chama chao. Naomba niishie hapo. Asante. Asante sana Tobias. Mama Rose. Asanteni. Mimi nina neno langu la mwisho. Kwenye hivi vita vya kisiasa ni lazima kuwepo na uwezo wa kiuchumi. Mimi ni muumini wa tone tone hapa lakini nataka niwaambie wanawake, kwa sisi wanawake, wakina mama, tumeongea female, ili upate kukubalika lazima ufanye kitu, na mimi ni muumini wa kufanya mambo magumu. Ndio maana nilienda mahakamani kuikataa tume ya rais. Kwa hiyo mimi nashabikia wanawake, pick it, chukueni tone tone. Tayari Tanzania kwa umri wenu kuna wanawake milioni 17. Mkiamua lengo dogo tu la kupata, tuseme mwezi wa 9, na mimi nitakuwa mshabiki wenu namba 1. Mwezi wa 9 tupate wanawake 200,000 tu, ni 0.018%. Wanawake 200,000 tu, hebu tupeleke milioni 200, hao watatuheshimu. Kwa hiyo nawaachieni changamoto wanawake, Bavicha hapa mko wanawake, chukueni hiyo. Lazima uwezo wa kiuchumi ukionekana, ukiwa nao tutaweza kusonga. Pasipo uwezo wa kiuchumi tutazidi kuwa maskini, hakuna mtu atakayetusikiliza, na yanawezekana. Kwa message yangu kwenu, tone tone, mbele kwa mbele, let's do it as female. Bavicha wanawake, chukueni hiyo, songeni mbele, tuendelee kupambana. Asante sana Mama Rose. Kaka Deus. Labda mimi ni neno moja na nusu. Neno lenyewe ni kwamba tusidanganywe kudhani kwamba mchakato wa katiba usubiri mpaka 2028. Ninayo sababu, na aliyesema hivyo ni Jaji Chande. 2028 muda utakuwa hautoshi kuweza kufanya kazi ya kuanzisha mchakato wa katiba mpya, kuukamilisha na kuutekeleza ili tuende kwenye uchaguzi ujao. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafikiri kazi ya katiba mpya ni sasa. In fact nilishtuka sana siku ile tulipohamasishwa, vijana pambaneni mpate, tena sio tupate, mpate katiba mpya, kwa sababu nilifikiri anatutangazia kwamba wameanza kuandaa muswada wa kuhuisha sheria itakayoongoza mchakato wa kukamilisha na kupata katiba mpya. Maanake hayo ndio mapambano yenyewe. Nusu ni kwamba katiba hii pia maeneo machache mazuri ambayo yamo imekuwa ikichezewa, na mliuliza, imekuwa ikichezewa, haitekelezwi. Nini huwa kinatakiwa kifanyike? Katiba mpya lazima iwekewe ulinzi. Kwenye sheria katiba huwa inawekewa ulinzi ili isifanye nini? Isichezewe, ikiwemo kutotekelezwa. Kwa sasa hivi hapa kwa mfano kuna ibara ya 81 inasema tume ya uchaguzi tume ya uchaguzi iweke utaratibu unaofanana ili vyama viutumie kupata wanawake wa viti maalum kwenda bungeni. Tume imegoma, haijaweka utaratibu. Kwa hiyo unakuta kila chama, CCM wana utaratibu wao, sijui nani wana utaratibu wao, vyama vingine havina utaratibu kabisa. Yaani wakishapata hiyo slot wanaanza kupigiana simu tu, wase njoo basi tukupe kiti maalum. Kwa hiyo mimi nadhani lazima tuiwekee ulinzi. Na haya ninayoongea, wenzetu katiba ya Afrika Kusini imeweka sura ya 9. Kuna taasisi zisizoguswa na mtu yoyote, hata kama anaitwa rais hawezi kuzigusa. Hizo taasisi kazi yake ni ulinzi wa katiba isichezewe.
Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana, tunawashukuru sana. Asante sana kaka Deus. Na mimi pia napenda kuwashukuru sana kwa utulivu, kwa kutusikiliza na kwa kuchangia pia maoni yenu na michango yenu kutokana na kilichojadiliwa hapa. Naomba tuwapashie panelisti wetu na sisi wenyewe pia kwa ambavyo tumejadili hapa na vitu ambavyo so tutapasha, tutapiga tatu zile za nguvu, sio? Asipashe tupashe peshe, 1 2 3. Asanteni sana jamani, nawashukuru sana, kila laheri. Asanteni sana, tunawashukuru mno kwa wakati mzuri, wakati wa kujifunza na wakati wa kuelimika. Ratiba zinazofuata ni ratiba za moto kweli kweli, kwa ni waombe walioko nje waingie ndani na tupunguze mizunguko ili tuweze kumaliza, ili tuweze kuendana na muda. Waheshimiwa waliokuwa meza kuu, tafadhali naombeni turejee meza kuu. The Last Man TZ, seti mambo yako hapo kwa DJ ili uje tupe burudani kidogo kwa dakika 5 ili watu baada ya kupaka madini wapate na burudani ya kuyasafisha hayo madini yaweze kuendelea kukaa vema kichwani. Walioko nje tuingie ndani tafadhali. Ratiba zinazoendelea, tutakwenda kuwasikiliza viongozi wetu wakuu wa baraza na wa chama ili na mgeni rasmi aweze kuzungumza na sisi tuweze kuhitimisha ratiba zetu. The Last Man TZ, tafadhali kwa dakika 5 tu uweze kuburudisha kidogo vichwa vyetu. DJ kamatia. Makamanda peoples, vijana. Bwana, nimefurahi sana kupewa dakika 5. Hizi dakika 5 zinatosha sana kwa vijana wenzangu kutiana moyo. Agosti 12, siku ya vijana duniani. Nazungumza kwa sauti kwa niaba ya vinywa vingi. Nimeibeba hii kalamu niandike kuhusu kweli na chola mistari hii kwa wino wa matumaini. Nchi ni watu bwana, pia mali ni kitu. Uongozi ni kuacha alama, sio mauaji na kutekana. Hata wasomi bila fikra ni mbuga bila wanyama. Tunachofeli vijana nchi kwa chawa na chama. Vijana nguvu kazi, hatima bado kwetu. Uhuru leti kwa rushwa kupitia kiongozi gani? Wa DJ achia vijana. Duniani nazungumza kwa sauti kwa niaba ya vinywa vingi. Nimeibeba hii kalamu niandike kuhusu kweli na chola mistari hii kwa wino wa matumaini. Nchi ni watu bwana, pia mali ni kitu. Uongozi ni kuacha alama, sio mauaji na kutekana. Hata wasomi bila fikra ni mbuga bila wanyama. Tunachofeli vijana nchi kwa chawa na chama. Vijana nguvu kazi, hatima bado kwetu. Uhuru letu kwa rushwa kupitia kiongozi fulani. Tujifunze kwake baba, ukongani vadhamini na haki huzaa haki. Shamba la imani halisi hiki kwa hasira, bali nenda kwa maumivu, kwa maana nayo vitendo maisha yetu kila siku. Wahitimu wapo wengi kila mwaka naongezeka, lakini ajira ni chache kuliko ndoto walizojenga. Begi la mzondo ngono sije kwa dinari bebe. Vijana wachazo waliosoma tuombe Mungu awabebe. Wanapotoka moja nchi akimbakane na utu, halafu anashika somi za nchi itajengwa vipi? Vijana
shimo livuja ukachokwa jasho ni nchi baki salama. Ukujali hatari hai maisha ukaweka rehani. Kijiti cha kupokea wasojenga pesaga ndini. Taifa tuamke tukomboe nchi yetu. Asante sana. Asante sana The Last Man TZ kwa burudani na kipaji vipo ndani ya Chadema. Vijana, Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa meza kuu, kwa hatua inayofuata nitaomba wote tusimame kwa pamoja. Meza kuu ni hatua ya utoaji wa kutambua mchango wa watu wote ambao wametuunga mkono katika kufanikisha siku hii ya vijana. Na niweke wazi kwa niaba ya baraza la vijana wote, tunathamini mchango wa kila mmoja katika kufanikisha siku hii ya maadhimisho ya vijana duniani. Kila mmoja aliyetoa shilingi 100, shilingi 200 yake, shilingi 500, tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki na pale mlipotoa mzidi kufanikiwa. Tunashukuru sana kwa sababu bila ninyi ni ukweli usiopingika kwamba tusingeweza kufanikisha maadhimisho haya ya kipekee sana kama yanavyoonekana hivi leo. Tupo katika ukumbi huu hapa leo kwa sababu mmetuchangia na mmetuwezesha. Kila mmoja aliyechangia, Mwenyezi Mungu ambariki sana na pokeeni shukrani zetu. Mheshimiwa viongozi, na kwa kutambua hilo, kuna vyeti vya kutambua mchango wa baadhi ya watu na nitaomba tuvipokee kama vilivyo. Cheti cha kwanza kinaenda kwa Kamanda Jafar Meiko, mbunge wa zamani wa jimbo la Moshi mjini, na kwa niaba yake katibu wa baraza la vijana Chadema mkoa wa Kilimanjaro, tafadhali tunaomba upokee cheti chake. Cheti cha pili kinaenda kwa mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Mwanza, mama yetu Hosiana Kusiga. Mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Mwanza, tafadhali tunaomba upokee cheti chake. Cheti cha tatu kinaenda kwa kaka yetu Emmanuel kutoka Lagwa. Nilimwona mahali hapa, tafadhali kama bado yupo naomba afike apokee cheti chako. Cheti kwa Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Godbless Lema, kanda kaskazini Archibald Mbando, tafadhali pokea cheti cha Mheshimiwa Godbless Lema. Cheti cha kamanda wetu Manili Kisanga, tafadhali mwenyekiti wa mkoa wa Ruvuma pokea cheti cha Manili Kisanga. Cheti cha Mheshimiwa mbunge wa zamani wa jimbo la Singida mjini, Mheshimiwa Peter Msigwa, na kwa kuwa wewe binafsi upo, tafadhali tunaomba upokee cheti chako. Tunatambua sana mchango wako katika kufanikisha maadhimisho haya. Cheti cha wakili Kamala Loizi, mwenyekiti wa Chadema wilaya Karatu, tafadhali mwenyekiti wa BAVICHA Karatu pokea cheti cha mwenyekiti wako. Cheti cha mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa Joseph Mbilinyi Sugu, tafadhali mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Mbeya pokea cheti cha Mheshimiwa Joseph Mbilinyi Sugu. Baraza la vijana linatambua mchango wa kila mmoja katika mapambano haya ya kupigania taifa letu, na kwa hatua sasa baraza limeandaa tuzo kwa baadhi ya makundi ya watu na tutatolewa tuzo hizo kama zilivyo. Tuzo ya kwanza inakwenda kwa mwanasiasa bora mwaka kwa vijana, na tuzo hii inaelekezwa kwa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Niko njaa siwezi karanga, uwe hai shagala bagala, niko tayari kulipa gharama. Tuzo hii
nikabidhi Mheshimiwa Mwenyekiti wa BAVICHA Taifa kwa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ataipokea kwa niaba ya mwenyekiti wetu ambaye yuko gerezani hadi sasa. Niko njaa siwezi karanga, uwe hai shagala bagala. Naomba nisome DJ. Naomba nisome kilichoandikwa kwenye tuzo hii. Baraza la Vijana wa Chadema BAVICHA, mwanasiasa bora wa mwaka kwa vijana. Mwanasiasa bora wa mwaka kwa vijana, Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa. Tunatambua uongozi thabiti, ujasiri, uzalendo na kujitolea kusimamia demokrasia, haki za wananchi, utawala bora na kuwa sauti ya matumaini na mabadiliko kwa kizazi cha sasa na kijacho. Ujasiri wa leo, matumaini ya kesho. Tuzo hii inaenda kwa mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu, na kwa niaba yake atapokea makamu mwenyekiti wa chama. Naomba nimkabidhi. Niko njaa siwezi karanga, uwe hai shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Asante sana. Tuzo ya pili ni tuzo ya mwanasiasa mlezi wa BAVICHA. Ni ukweli usiopingika kwamba vijana wanahitaji malezi ili waweze kukua na kuwa viongozi bora. Vijana wanahitaji kuwezeshwa, kushauriwa, kujengwa na kuendeleza. Tuzo hii Baraza la Vijana Chadema tunaitoa kwa makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa George Wegesa Heche, na atakaye tuzo hii ni makamu mwenyekiti wa BAVICHA Taifa Mheshimiwa Neto Kitenge. DJ asante, na DJ tafadhali fuata utaratibu. Tuzo ya mwanasiasa bora mlezi wa BAVICHA Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti Chadema Bara, kutambua malezi, uongozi, ushauri na mchango wako mkubwa katika kujenga, kuimarisha na kutuwezesha vijana kisiasa. Kwa heshima na shukrani za dhati, naomba kukabidhi tuzo hii kwa niaba ya vijana. Asante. Asante sana. Chama chetu kimepitia katika nyakati ngumu, kimepitia katika nyakati za changamoto, kimepitia katika misukosuko, lakini wakati wote amekuwepo mtu ambaye amekuwa imara kukihami chama, amekuwa imara kukilinda chama, amekuwa imara kulenga misingi na umoja wa chama, na yeye ndiye mtendaji mkuu wa chama. Tuzo hii inaenda kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika, na atakayeikabidhi kwake ni Katibu Mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa, Kamanda Dua Hamdi Mzito. Karibu sana ukabidhi tuzo hii kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu. DJ wacha unoko. Vipos. Asante sana. Mimi nina kazi moja tu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikukabidhi tuzo hii kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa. Pamoja na mambo mengine yote, naomba nisome kilichoandikwa hapa. Mheshimiwa John Mnyika, mtendaji mkuu wa Chadema, tunatambua uongozi wako thabiti, busara, ujasiri katika kukilinda chama, kusimamia na kukivusha chama katika nyakati mbalimbali ngumu na za changamoto. Kama mtendaji mkuu, pokea tuzo hii. Sisi BAVICHA tunakushukuru sana na tunatambua mchango wako kwenye chama. Asante sana, na kukabidhi tuzo hii kwa niaba ya BAVICHA, na nafanya kazi hiyo. Shukrani sana. Asante. Tuzo inayofuata, tunatambua wote kwa pamoja kwamba vijana kwa levo zetu bado hawajawa na uchumi imara wa kujitegemea kufanya shughuli za siasa, lakini nyakati zote
Tunatambua kila mtu anayesaidia vijana wetu katika mapambano haya, ila wamekuwepo watu ambao wamekuwa wanasaidia vijana maeneo mbalimbali na katika nyakati zote. Na tuzo hii ya kutambua mchango maalum na msaada maalum kwa vijana inaenda kwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani, Mheshimiwa Boniface Jacobo. Atakaye kabidhi tuzo hii ni naibu katibu mkuu wa BAVICHA Bara Leven Mbugi. Jamaa, nilimwona katibu wa kanda ya Pwani, mwenyekiti wa BAVICHA kanda ya Pwani, kama yuko active tafadhali apokee. Kama hayupo katibu wa kanda ya Pwani apokee. Afisa habari wa kanda ya Pwani kwa active, pokea tuzo ya mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Naona wapokeaji wamekuja wawili, mwenyekiti ana watu. Nitasoma tuzo kwa niaba ya baraza la vijana. Tumepokea michango mingi. Hii tuzo imeandikwa tuzo ya msaada na michango maalumu, Mheshimiwa Boniface Jacobo, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani, kwa kutambua mchango wako mkubwa kwa kuiunga mkono BAVICHA katika utekelezaji wa shughuli zake maeneo mbalimbali nchini. Tunashukuru kwa moyo wako wa kujitolea na mshikamano na kuamini nguvu ya vijana. Utawala huu, tuzo hii tumeamua tukupe Mbwana Kombo kwa sababu mimi nilikuwa wakili wako kule Tanga, najua maumivu uliyoyapitia. Hii ikae ni wajibu kwako na wenzako. Unapaswa kufanya kazi ya kutuhakikishia BAVICHA unalinda na kuratibu kumbukumbu za watu wote waliopotea kwenye mapambano, na wewe ni sehemu ya kielelezo cha watu hao. Kwa tuzo hii ni tuzo ya kuthamini mchango wa kila kijana ambaye ameanguka kwenye mapambano, na wewe ni sehemu yao. Licha ya mambo uliyokutana nayo, lakini umeendelea kusimama na Chadema. Tuzo hii kwako ni kielelezo. Sasa naomba niseme mambo yaliyoandikwa kwenye tuzo hii. Kwa niaba ya mashujaa wengi waliopitia maumivu na ukatili katika kutetea haki na uhuru na demokrasia, hii ni alama ya heshima kwa waliotangulia na wito wa kuendelea kulinda imani, kusimamia misingi ya haki na kuendelea za matumaini ya mapambano haya. Tunakupa wewe Mbwana Kombo kwa niaba ya mashujaa wetu. Asante. Na tuzo inayofuata ni tuzo kwa vijana wetu wa Chaso. Katika madhila yote wanayoyapitia, hawajakata tamaa ya mapambano, wameendeleza mapambano haya. Na watakaopokea tuzo hii kwa uwakilishi, na muomba mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Kilimanjaro na mwenyekiti wa Chaso mstaafu mkoa wa Mwanza tafadhali. Na kwa sababu mimi ndiye mlezi wa Chaso, na kwa kushirikiana, naona hapa kuna waanzilishi wa Chaso, dada yangu Emiliana Kibatala, naomba kwa pamoja tukabidhi tuzo hii kwa Chaso, ikiwa wewe na wenzako wakina Jenelo Kaduma ni waasisi wa Chaso. Tafadhali tupande hapa tupokee tuzo yetu Chaso, na muendelee kulinda imani ya chama chetu huko vyuo na vyuo vikuu, na Mwenyezi Mungu atawabariki kwa kulinda imani hii. Tuzo hii inaenda kwa Chaso, na mimi nilosimama mbele yenu naitwa Emi Kibatala, ni miongoni wa waanzilishi wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam. Tulikuwa na kina Jenelo Kaduma, mimi nilikuwa mwenyekiti wa tawi la CB campus ya Dar es Salaam. Tuzo hii inasema kwa kutambua mchango mkubwa katika kueneza sera, falsafa na itikadi ya Chadema pamoja na kujenga uelewa wa masuala ya demokrasia, haki na uwajibikaji katika vyuo vya kati na vyuo vikuu nchini. Kwa heshima tunatambua mchango wenu katika kuandaa vijana kuwa viongozi wa kesho, viongozi bora. Asanteni sana. Chaso, endeleeni kulinda imani, msikate tamaa. Asanteni sana. Tafadhali tuendelee. Na kuna cheti kimoja kilisaulika, naomba akipokea cheti hiki ni dada yetu Loda Kunchela, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi. Tunakushukuru kwa mchango wako mkubwa katika kufanikisha maadhimisho haya ya siku ya vijana duniani. DJ, vipi DJ? Mekaa kinaa sana DJ. Asante sana. Asante sana.
na ratiba inayofuata kwa sasa, nimkaribishe naibu katibu mkuu wa Baraza la Vijana Chadema Bara, Levin Mbugi, kwa salamu za ofisi ya katibu mkuu, kisha atamleta mheshimiwa katibu mkuu wa baraza, na ratiba nyingine zitaendelea kutokea hapa. Kwa maslahi ya muda wataitana kwa itifaki zinazofuata. Karibu sana mheshimiwa naibu katibu mkuu. Asante. Vijana. Asante. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, meza kuu, wageni waalikwa na vijana wote, na wasalimu sana. Kabla sijamleta katibu wangu mkuu wa baraza, naomba niseme neno moja kama sio mawili kwa mabinti wenzangu. Suala la kupigania katiba sio swala la hiari, ni suala la lazima, kwa sababu katiba sio kitabu cha wanasiasa. Katiba Naam. Katiba imebeba mustakabali wa maisha yetu sisi mabinti. Tunapitia changamoto nyingi, na duniani kote changamoto zetu zinafanana, na sisi hatutakuwa wa kwanza kupigania mabadiliko. Walianza mabinti wenzetu, walitumia mitandao ya kijamii kutafuta mabadiliko na kuhamasisha mabadiliko. Akina Sarafina waliimba nyimbo za ukombozi ambazo mpaka leo zimebakia kutuinspire na kutuhamasisha kupigania mabadiliko. Hivyo basi, sisi mabinti tunapotumia mitandao ya kijamii, tusitumie kwa ajili yetu peke yetu. Watoto wetu watatuuliza, kipindi ambacho sisi tupo kulikuwa na digital innovation kubwa, tulitumiaje mitandao ya kijamii kuhakikisha tunafikisha jumbe na tunaandika historia kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo basi, tusiwe wazito kwenye mitandao ya kijamii. Tunapokuwa Insta Live au TikTok, tutumie hiyo kwa ajili ya kuhamasisha mabadiliko. Misri 2014, binti anaitwa Asma alitumia mtandao wa Facebook kuanza kuhamasisha mabadiliko kwenye nchi yake. Sisi leo tusitumie kufuatilia udaku, kwa sababu hautaacha historia yoyote kwa watoto wetu. Baada ya kusema hayo, naomba nimlete katibu mkuu, na hilo ndio lilikuwa jukumu langu. Karibu mheshimiwa diwani. Shukran. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa uwezo wake leo ametukutanisha hapa. Sio kwamba sisi ni wajanja zaidi, bali ni kwa uwezo wake. Alhamdulillah rabbil alamin, wa na akibatu lilmuttaqin wala adwani illa ala dhalin, salawatullahi alayhi wa sallama wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtukufu wa daraja, mimi sitatoa hutuba ya Bavicha, bali nitazungumza juu ya tukio na mwelekeo wa Baraza la Vijana wa Chadema. Hutuba ya Bavicha ya kongamano la leo itatolewa na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Wakili Msomi Deogratius Mainyila, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa katibu mkuu John Mnyika. Na kwa sababu shughuli ya leo ni ya Baraza la Vijana, waheshimiwa sana wajumbe wa kamati tendaji ya Bavicha Taifa. Kamati kuu ya Bavicha iko upande wangu wa kushoto. Hii ndio kamati kuu ya Bavicha na ndio waliowezesha tukio la leo kutokea. Lakini kipekee kabisa kamati kuu ya chama
ambao kwa wingi wenu mmefika na mmekuwa katika kufanikisha shughuli ya leo iwepo. Vile vile wenye viti wa mikoa, makatibu wa mikoa na kanda, popote mlipo, wajumbe wa mkutano mkuu wa BAVICHA na viongozi mbalimbali wa chama, itifaki nimeiheshimu. Kwa sababu kongamano la vijana, naomba nitumie dakika moja kuzungumzia historia ya tai kwa uhusiano na vijana na kongamano letu. Tai kama ndege mkubwa, siku moja alitaga yai na yai likachuruzika mpaka likafika kwenye kiota cha kuku. Baada ya hapo kuku akamtotoa tai. Tai akaishi kama kuku, anakwarua, anakula kidogo kidogo, anaruka futi ndogo, anafanya kama wanavyofanya kuku. Baada ya muda alimuona ndege mkubwa anapaa juu, akawauliza kuku wenzie, yeye ni tai ila anajiona kama kuku. Akawauliza kuku wenzie, yule ni nani? Akamwambia, yule ni tai, mfalme wa anga. Yeye anaweza kupita kwenye mawingu bila hata kutumia mbawa zake, zikiwa ziko flat kabisa. Vile vile anaweza kukaa juu siku 4 bila kushuka. Wewe ni kuku tu, wanamwambia tai, wewe ni kuku tu, huwezi kuwa kama yule. Lakini zile rangi zake, wewe hata uchoro mara 800 huwezi kuwa na rangi nzuri kama zile. Yule ni mfalme. Yule kuku ambaye ni tai akaamini yule ni tai na yeye hawezi kuwa kama vile, akaishiishi mpaka akafa. Kwa hiyo akawa amekufa akiwa ni kuku, lakini yeye ni tai. Funzo kwenye hili: kwa nini kijana anapaswa kuwa kama tai? Kwamba kijana ana uwezo mkubwa, lakini anaweza kuishi kama tai, lakini anaweza akaishi kama kuku ikiwa ataviona vikwazo vilivyoko mbele yake ni kikwazo cha kumfanya yeye aendelee. Kwa hiyo ilibidi niwafikirishe na niwaambie kwamba baada ya hapa tuwe at least na mambo ambayo ni ya msingi tutakwenda kuyafanya, ikiwa ni pamoja na maelekezo. Kwa niaba ya Sekretarieti ya BAVICHA naomba kuambia kwamba malengo ya kuandaa siku yetu hii ilikuwa ni kwamba sio tu kuja kusherekea. Sisi tuliandaa mafunzo haya iwe ni kama retreat, iwe ni kama kutengeneza umoja kwa ajili ya kazi kubwa iliyoko mbele yetu ya mapambano dhidi ya katiba mpya, dhidi ya Free Lissu na mazingira mengine ambayo chama kinapitia pamoja, ikiwa ni ustawi wa chama chetu. Kwa hiyo sisi tunalitafsiri hili tukio kama sehemu ya kuunganisha nguvu, na mwishoni nitamalizia kwa kusema maandalizi au maagizo ambayo wote waliofika hapa BAVICHA wanabidi watekeleze kwa niaba ya Sekretarieti ya BAVICHA na BAVICHA kwa ujumla. Peoples, kwa nini tumeamua kualika watu tuliowaalika, na kwa nini tumeamua kutumia siku ya leo kwa mazingira ambayo tumeyatumia? Kama mtitizama vizuri, ulikuwepo na paneli hapa meza kuu. Paneli hii ilikuwa na expertise tofauti kwenye mambo mengi, wamezungumza vitu vingi vikubwa. Sisi Sekretarieti ya BAVICHA wakati tunawaza tukio hili, tuliwaza ukubwa na umuhimu wa kila mmoja kutokea kila kona ya nchi. Meseji kubwa itakayotokana na wataalamu wa mambo mbalimbali ifanye kuwa imefundisha walimu wa kwenda kufundisha maeneo ya kule, na imani yetu tunaamini kwamba imetekelezeka na itafanyiwa kazi, kwa sababu watu walioko humu sasa wengi wanaweza kuwa ni walimu wazuri. Lakini sio hilo tu, watoa mada tuliowaandaa hapa, hatukuandaa watoe mada za kututia nguvu na kutufanya tuamini kwamba tunapaswa kuwa sio kama tulivyo, bali tumewaleta watoa mada ambao tunatamani watoe elimu deni, na nyie baada ya kutokea hapa mwende kuwa walimu wa kule. Wasomi, tumezungumzia watu wanaitwa Chaso, na tumezungumzia wakati panel inaendelea ilizungumzia mchango wa wasomi na katika mazingira ya namna tofauti. Tunatamani kwamba BAVICHA kila mmoja ajue ujana unakuwaga na maana pale
unapokutana na maarifa. Ukiona kipindi cha ujana maarifa yamekupita, then umeutumia muda wako vibaya, na inawezekana kesho ikawa mbaya zaidi. Sasa kwa kusema hayo, Sekretarieti ya BAVICHA tunazungumza mambo mawili makuu, yawe ni maazimio ya kikao hichi au ya kongamano hili, kwamba yaende yakafanyike katika maeneo mbalimbali kwenye ngazi zetu zote za uongozi, kuanzia taifa mpaka huko kwenye kata na misingi, kwamba ajenda ya katiba mpya ni ya BAVICHA. Hivyo kila kanda, mkoa, wilaya, kata na mitaa jiandae makongamano mbalimbali na waite wadau mbalimbali ya kuwafundisha wananchi na BAVICHA na Watanzania vijana na watu wazima juu ya katiba na umuhimu wake. Imani yetu ikiwa inaamini kwamba wameshajifunza na wana uwezo wa kufanya hivyo, na sisi tutakuwa wasimamizi wakuu. Jambo la pili, BAVICHA tunaamini kwamba ujio wetu wa hapa umetupa link, kila mmoja ana linki na nchi nzima na watu wote maeneo yote. Kwa hiyo cha msingi hii linki tuione katika utekelezaji wa haya maazimio ya kuipata katiba mpya kabla ya kufikia uchaguzi wa serikali za mitaa 2029 na uchaguzi mkuu wa 2030. Lakini vile vile, kwa sababu hiyo ndo targeti yetu, tuhakikishe kwamba tunaazimia kwamba uchaguzi usiokuwa na katiba mpya hauwezekani, na BAVICHA tuwe mstari wa mbele kusimamia hili jambo, ili tuhakikishe kabla ya uchaguzi kuna mfumo huru ambao unamsababishia aliyeshinda aweze kutangazwa. Mwisho ninahitimisha kwa kusema, kwa ratiba ya leo tunawashukuru wote ambao wametushika mkono na wametupa nguvu katika mapambano haya makubwa. Zaidi atayasema mwenyekiti, lakini mimi niseme kwamba maneno ni yenye kubaki siku zote, na tutaendelea kuzungumza, na kama itakuwa ni nafasi yangu ya mwisho kuzungumza nanyi leo, Mungu awabariki sana, na muendelee kuwa sehemu ya Chadema na sehemu ya BAVICHA kama wingi ambayo ina focus kupeleka ajenda ya chama, lakini ina mazumuni makubwa ya kuijenga nchi hii nje na mazingira ambayo yamekuwepo kwa muda wote. Karibuni sana Dodoma, karibuni katika kazi. Shukrani sana. Sasa kipekee makamu mwenyekiti wa BAVICHA, na kuomba utumie muda wako vizuri kidogo baadaye ili tumalize itifaki iliyobaki. Shukrani sana makamu, karibu. Peoples. Weka hapa tusalimia. Najua mchazi naomba lakini tuvumilie kikamanda au vipi? Haya tusalimiane, zungusha kidogo. Peoples. Peoples. Vijana. Ndaniangusha bwana. Vijana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa mwenyekiti wa BAVICHA Taifa, Mheshimiwa katibu mkuu wa chama chetu, viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mbele yenu ni Necto Michael Kitiga, makamu mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bara. Kwanza naomba niwashukuru sana vijana wote kutoka maeneo mbalimbali ambao mmesafiri kwa umbali mrefu na kuja kushiriki na sisi pamoja kama vijana wa nchi yetu na vijana wa chama chetu kuhakikisha tunaazimisha siku hii muhimu katika ujana wetu. Jambo la pili, najua mmepitia changamoto nyingine mbalimbali, lakini kubwa mmefika salama, na tunazo taarifa kwamba kuna baadhi ya mwenzetu mmoja amepata ajali na yuko pale rufaa, amepasuka kichwa. Tumuombee kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, sasa baada ya shukrani na salamu za utangulizi, naomba niseme mambo mawili tu. Jambo la kwanza, kijana wa Chadema
ni tafsiri halisi ya vijana wazalendo kwenye nchi yetu. Tafsiri ya uzalendo halisi si tu kusubiri kupewa vitu, bali moyo wa kwanza wa kujitolea. Tunatambua kwamba mmefika mahali hapa kwa fedha zenu, michango ya wadau mbalimbali, lakini kubwa commitment yenu ya kufunga safari na kuja mahali hapa. Hilo naomba mjipongeze wote. Jambo la pili, sisi vijana wa Chadema na vijana wengi nchi hiyo wanaowaza kama sisi wamegeuzwa kuwa kundi la tatu katika kile kinachoitwa serikali. Hawa watawala haramu wametugeuza kuwa kundi la tatu kwa sababu ya itikadi yetu, imani yetu na misimamo yetu. Tumekuja mahali hapa wakati tunajadili fursa na changamoto zetu, tutafakari namna ya kukataa kuwa kundi la tatu kuanzia kwenye maeneo yetu kama ambavyo watangulizi wamesema. Pili, vijana ndio wahanga wakubwa wa matatizo yote ya kisiasa nchini. Pamoja na wingi wetu, tunaumizwa sana. Leo kuna tatizo kubwa la ajira nchini. Pamoja na hizo changamoto zote, vijana kwa mamilioni wamejiajiri kupitia bodaboda. Nilikuwa nasoma takwimu, kwa mwaka huu peke yake zimeingia pikipiki zaidi ya 1.5 milioni. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mambo mengine, serikali hii haramu imeongeza pesa 65,000 kwenye usajili wa bodaboda kwa mamilioni ya hao vijana ambao ukiwaangalia sio walitamani kufanya kazi za bodaboda. Sasa kundi lote hili linateseka kwa sababu ya kukosa uongozi bora, linateseka kwa sababu ya kukosa wawakilishi sahihi wanaotokana na makundi yetu vijana. Rai yetu kwa watawala haramu, wafanye mabadiliko ya kuondoa gharama hizi walizoziongeza kwenye bajeti hili kabla vijana hawa hawajakasirika. Vijana hawa wakasirika, wanapewa majina mbalimbali: wakorofi, viherehere, wamechochewa. Lakini wachocheaji wakubwa ni serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa rais haramu. Jambo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu kwamba nchi hii uongozi umegeuka kuwa biashara. Wananunua kura, wananunua watumishi wa umma, hata wale waliopaswa kufanya majukumu yao kwa weledi, kwa kuhudumia watu wote bila upendeleo, lakini wananunuliwa na CCM kwa kulazimishwa kwa kile kinachoitwa CCM ndio iliyompa ajira. Wananunua kura, wananunua uongozi, wananunua watumishi, wananunua mapolisi, wananunua kila kitu, na hata sasa wananunua mpaka fikra za watu wanaowaza tofauti na wao. Ndio maana ukiwasikiliza CCM na vijana wao hawana hoja nyingine. Wakitaka kushawishi kijana wa Chadema waende Chama cha Mapinduzi, wanakuambia njoo CCM kwa sababu kuna fursa. Ukimuuliza fursa gani, anakuambia huku unaweza kuteuliwa, unaweza kufanya hivi, lakini hawazungumzi habari ya wewe kutumia haki yako ya kikatiba kuchaguliwa katika uchaguzi ulio wa huru na haki, ili upate nafasi ya kuonyesha uwezo wako ambao umepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya muda na kwa kuheshimu kwamba hotuba ya baraza letu itatolewa na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kukomea kwamba vijana wa Chadema, wakati tunatoka mahali hapa, tutoke kama sauti ya vijana maelfu ambao wanatusikiliza huko nje, vijana ambao
wanatufuatilia na tusimame na ajenda zao bila kuchoka mpaka katiba mpya ipatikane na Free Tundu Lissu tuungane na mwenyekiti katika kupigania mabadiliko ya kweli na haki. Baada ya kusema haya, nashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba wote kwa heshima tutazame, tusimame tumkaribishe katibu mkuu wa chama chetu aweze kuzungumza nanyi. Twende. Bavicha msilale, lale lale, bavicha msilale, bado mapambano. Lali lali na sisi hatulali, bado mapambano. Nawashukuru sana, asanteni sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Kamanda John Wegesa Heche, Mheshimiwa Mwenyekiti wa BAVICHA Taifa Kamanda Deogratias Mainyila, waheshimiwa wajumbe wote wa kamati kuu, kamati ya utendaji ya BAVICHA, waheshimiwa viongozi wa ngazi mbalimbali, wageni wetu waalikwa, ninawashukuru sana mosi kwa uwepo wenu siku ya leo, lakini pili zaidi kwa wale waliopata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na wale waliopata nafasi ya kuzungumza kwa vitendo kupitia nyimbo, hamasa na njia nyingine zilizofikisha ujumbe. Hongereni sana na asanteni wote kwa niaba ya chama. Na kwa niaba ya chama nishukuru vile vile wote ambao wamewezesha tukio hili kufikia hapa lilipofikia. Nitumie fursa hii kuwatakia heri vijana wote mlioko hapa na vijana wote wa Tanzania. Heri ya siku ya vijana kimataifa, International Youth Day. Hongereni sana na watakia heri sana. Mimi nina historia kidogo na siku hii. Ni kati ya siku ambazo huwa nina passion nazo sana. Mwaka 2002 nilikuwa kwenye harakati za vijana. Ni mmoja wa waasisi na nilikuwa katibu mkuu wa kwanza wa Tanzania Youth Vision Association. Na nilikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya Youth of United Nations Association. Na nilikuwa mmoja wa waanzilishi wa Tanzania Student Networking Program, TSNP. Sasa mwaka 2002 tukiwa kwenye harakati za vijana. Wakati huo teknolojia ya internet haijakuwa sana kama sasa. Wakati huo ukitaka kutumia internet unaenda kwenye internet cafe. Siku moja tukiwa kwenye internet cafe tunapekua kidogo, tukakuta huko duniani kunaadhimishwa siku ya kimataifa ya vijana chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini Tanzania ilikuwa haijawahi kuadhimishwa. Sisi vijana wakati huo tukaamua sisi tutaiadhimisha. Hatukuwa na fedha, hatukuwa na uwezo. Wengi wetu tulikuwa wanafunzi bado wakati huo. Tukakusanyana, tukaandaa kwa mara ya kwanza kabisa siku ya vijana kufanyika Tanzania. Ikafanyika Karimjee tarehe 12 mwezi wa 8